Aslay Isiaka, jina ambalo kwa miaka mingi limekuwa likitawala anga la Bongo Flava. Kutoka mtoto mdogo aliyetikisa kwenye Naenda Kusema hadi kuwa engineer ya Moto Bendi na baadaye mfalme wa nyimbo za mapenzi aliyekuwa akitoa hiti kila mwezi. Leo hii kuna picha zinazosambaa mitandaoni zimeacha maswali mengi sana kuliko majibu. Je, nini kimemtokea kijana huyu aliyekuwa na kila kitu? Je, ni maisha yamempiga au ni sehemu ya sanaa ambayo mashabiki walikuwa hawajaelewa? Tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho wa hii video ukapate kufahamu ukweli halisi juu ya kila ambacho tumekuwa tukikiona kikisambaa kwenye mitandao ya kijamii kwa siku za hivi karibuni kuhusiana na maisha halisi na kile kinachoonekana kwa msanii Aslay. Lakini yote kwa yote, naomba nikukumbushe kwamba hapa nitakuwa nakuletea updates nyingi sana. Kwa hiyo cha msingi, bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video ili uwe wa kwanza kabisa kupata update pale ambapo ukweli utazidi kuwekwa wazi zaidi. Na mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Tuanze tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho. Kwanza kabisa turudi nyuma kidogo. Aslay hakuwa msanii wa kawaida. Alikuwa chini ya mkubwa Fela, alionyesha kipaji cha ajabu tangu akiwa mdogo sana. Baadaye yeye pamoja na Mbosso, Enoch Bella na Beka Flava walitengeneza kundi la Moto Bendi. Kundi lililokuwa ghali zaidi na lenye mashabiki wengi zaidi Afrika Mashariki kwa wakati huo. Walipotofautiana na kila mmoja kuanza safari yake ya pekee, wengi walitabiri Aslay angefika mbali zaidi kuliko wenzake wote. Na ni kweli, ndani ya mwaka mmoja wa kwanza alitoa nyimbo kama Angekuona, Pushpa na Natamba ambazo zilivunja rekodi ya YouTube Tanzania. Alikuwa akipiga show kila weekend, akimiliki magari na kuishi maisha ya ndoto ya kila kijana. Lakini mziki ni kama bahari. Kuna wakati unajaa na kuna muda unakauka. Baada ya mafanikio yale makubwa, Aslay alianza kupotea taratibu kwenye chati. Ushindani ulikuwa mkubwa na mabadiliko ya soko yalionekana kumgusa. Huku wenzake kama Mbosso wakizidi kupaa chini ya record label WCB, Aslay alichagua njia ya kujitegemea, jambo ambalo wadau wengi walisema kwamba lilikuwa na changamoto kubwa kiuchumi na kimasoko. Katika kipindi hiki kulikuwa na tetesi za mikataba migumu na hata kupoteza baadhi ya mali zake. Hata hivyo, mara zote alijitahidi kurudi na nyimbo mpya, lakini hazikufika kilele kile ambacho yeye alikuwa anakipata awali. Ikumbuka pia kuna kipindi fulani Diamond Platnumz alitakaga kumsaini, lakini mambo yalishia hewani na hatujui kwamba changamoto ilikuwa wapi hasa. Lakini hivi sasa picha hizi zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zimezua taharuki. Aslay anaonekana akiwa katika mazingira ya kawaida sana, akiwa amevalia nguo ambazo wengi wameziita nguo za kimaskini ama za watu wa kawaida kabisa. Watu wameanza kujiuliza, je, ni kweli maisha yamembadilikia kiasi hiki? Lakini kabla hatujatoa hukumu, kuna upande wa pili. Wasanii wengi wa Bongo Flava wamekuwa wakitumia mbinu ya kiki au muonekano wa namna hii wanapoandaa video mpya za nyimbo zinazozungumzia maisha magumu au huzuni. Je, Aslay anatuandaa kwa ajili ya project mpya inayofanana na Naenda Kusema ya miaka ile, au hii ni dokezo la maisha yake halisi anayopitia sasa hivi? Kumbuka kuna moja ya video ambayo ilionekana, inasemekana kwamba alikuwa nchini Kongo. Pia ni video ambayo anaonekana akiwa kwenye mavazi ambayo sio mazuri of course, lakini pia kama ambavyo tunafahamu, sanaa ni kioo cha jamii na mara nyingine wasanii huchagua kuwa vioo hivyo kwa namna inayoumiza. Na kama ni wimbo mpya, basi kwa kiasi kikubwa Aslay amefanikiwa kuteka hisia zetu, lakini kama ni maisha halisi, basi ni wakati wa wadau na mashabiki kusimama naye, kwani mchango wake kwenye mziki wa Tanzania hauwezi kusahaulika. Lakini wewe unahisi nini baada ya kuona picha hizi? Ni maandalizi ya wimbo mpya, maybe inawezekana ni video shoot, au ni kweli maisha yamemgeukia fundi huyu wa sauti? Tuandikie maoni yako hapo chini na usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata ukweli utakapotokea kila wakati ambapo mimi nitakuwa nakuletea video mpya. Mimi naitwa Gabby Official, mpaka wakati mwingine, bye bye.